Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Mungu litukuzwe. Mungu wetu amekuwa mwema akituongoza, akitutia moyo na kututangulia katika safari ya maisha siku kwa siku. Leo tutaangazia kidogo jinsi Mungu anavyotutazama. Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, wewe ni Baba mwema, fungua fahamu zetu. Kwa njia ya Roho wako tulielewe neno lako katika jina la Yesu. Amina. Kuna watu katika maisha wakati mwingine hukata tamaa. Wakati wanapoona jinsi wanavyopitia katika maisha ya dhiki na taabu, maisha yanaonekana kuwa magumu, na wakati mwingine huenda wamepata mambo ambayo kimsingi wameambiwa hayatawezekana, wanakata tamaa. Wapo akina mama katika jamii ambao wameambiwa haiwezekani wewe kupata mtoto. Na kwa kweli hata kisayansi ikithibitishwa inaonekana kiukweli haiwezekani. Lakini leo tutaangazia Baba na Bwana wa mbinguni anavyotutazama. Katika kitabu cha Luka sura ya kwanza, mstari wa 36, anasema, tena natazama jamaa yako Elizabeti amechukua mimba ya mtoto mwanamume, na sasa ni mwezi wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Alafu mstari wa 37 akamalizia akasema, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Angalia, kuna kisa cha pekee hapa. Huyu Elizabeti alikuwa ni jamaa ya Mariamu. Huenda katika maisha yake yote aliwahi kutamkiwa ya kwamba yeye ni tasa, hawezi kupata mtoto. Na ndio maana ili fungu la 36 malaika anatamka kabisa, anamwambia Mariamu kwake yeye aliyeitwa tasa. Elizabeti aliitwa tasa. Na katika kungojea ahadi ya mtoto, hatimaye ilionekana miaka inaenda na sasa uzee ulikuwa unawadia. Kwa kweli waliitwa tasa. Hawana mtoto na ni katika uzee. Jina lililowafaa, alitamkiwa ya kwamba yeye ni tasa. Lakini kuna jambo la kushangaza. Huenda aliitwa na wanadamu. Huenda aliitwa na majirani ya kuwa yeye ni tasa. Lakini huenda aliitwa na wale ambao huenda walihakikisha kisayansi kuona kabisa ya kwamba huyu mama hawezi kupata mtoto, na hatimaye wakamuita tasa. Maneno ya malaika yanasemaje? Tena natazama jamaa yako Elizabeti amechukua mimba ya mtoto mwanamume, na huu ni mwezi wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Angalia Mungu alichokifanya. Huyo Elizabeti alibeba mimba ya mtoto mwanamume. Katika maisha wakati mwingine huenda umetamkiwa maneno mabaya. Umetamkiwa hutafanikiwa. Umetamkiwa ya kwamba wewe huwezi kubadilisha tabia fulani katika maisha yako ambayo inaonekana kuwa sugu. Huenda ni kijana umekata tamaa kutokana na maisha uliyopitia ya uraibu na hali kadhalika. Lakini neno la malaika leo likutie moyo kama kwa Elizabeti alivyokuwa akimwambia Mariamu ya kwamba kwake yeye aliyeitwa tasa sasa ni mwezi wa 6 ana mimba ya mtoto mwanamume. Na hatimaye Yohana Mbatizaji alizaliwa, ambaye alikuwa baraka kwa dunia, akiwa mtangulizi wa Yesu Kristo, na hatimaye wokovu wa wanadamu wa mimi na wewe ukapatikana. Haijalishi umeitwa majina gani, usikate tamaa. Baba yetu anaweza, usitoke kwake, usije ukamuacha. Yeye ni muweza na ni Mungu mkuu sana. Kama anaweza kubadilisha yeye aliyeitwa tasa akawa na mtoto, hata kwako hilo jambo lako linawezekana. Badiliko la tabia linawezekana. Maandalizi na safari ya umilele inawezekana, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Jambo la pekee, si kwa Elizabeti tu Mungu alifanya hivi.
Aliwahi kufanya pia kwa Sara, ambaye yeye alipita hata desturi ya kina mama na wanawake, lakini Mungu akaleta mtoto Isaka, na kupitia Isaka uzao wa kimasihi unapita. Lakini pia aliwahi kufanya kwa Hana, ambaye akukumbatia mtoto muda mrefu, lakini Mungu akambariki akashika mtoto. Hata kwako jambo lako usije ukakata tamaa. Kwake yeye aliyeitwa tasa alishika mtoto. Kwa Baba yetu wa mbinguni anavyotutazama, tunaweza, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Tuombe. Baba, asante kwa ahadi yako, asante kwa kisa cha pekee. Kwake aliyeitwa tasa hatimaye mtoto alizaliwa, ambaye alikuwa baraka kwa dunia na amekuwa baraka kwa dunia akiwa mtangulizi wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nasi tunakiri ahadi ya ushindi ya Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13 inayosema, na yaweza mambo yote katika wewe Yesu unayetutia nguvu. Mungu, asante kututendea, asante kutubariki. Baraka zako zituandame, zimwandame mtazamaji, nasi wanadamu wote tuzidi kuandaliwa kwa uzima wa milele na kufanyika kuwa bora, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kwake aliyeitwa tasa mtoto alizaliwa, na kwako inawezekana. Don't forget to subscribe, to like, share and comment.